Tutazungumzia zaidi kuhusiana na mafanikio ya siku 100 za Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi katika wizara yetu ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, na naomba nianze kwa kueleza kwamba katika kutekeleza dira na vipaumbele vya serikali ya awamu ya 8 kipindi cha pili chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Wizara ya Mapinduzi, Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo imeendelea kuchukua hatua madhubuti katika kuimarisha sekta zilizo chini yake kwa kuzingatia misingi ya wajibikaji, ubunifu na matokeo yenye tija kwa wananchi. Na katika tutakayozungumza hapa, tutazungumzia utekelezaji wa shughuli zilizopangwa, programu mbalimbali pamoja na miradi ya maendeleo iliyotekelezwa katika siku 100 za kipindi cha awamu ya pili ya awamu ya 8 ya Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Wizara imejikita katika kuimarisha mawasiliano na serikali, kukuza sanaa na utamaduni wa kizalendo, kuendeleza michezo kama chachu ya ajira na afya kwa jamii, pamoja na kuimarisha miundombinu na taasisi za chini ya wizara yetu hii. Kwa kupitia utekelezaji wa mipango hiyo, mafanikio mbalimbali yamepatikana, ikiwemo kuongezeka kwa ubora wa huduma za habari, kuimarika kwa usimamizi wa shughuli za sanaa na utamaduni, pamoja na kuendelezwa kwa miradi ya kimkakati inayolenga kukuza uchumi wa ubunifu na kuibua vipaji. Hivyo, ripoti yetu hii ya leo inatoa taswira ya hatua ambazo zimeweza kufikiwa, mafanikio yaliyopatikana na mwelekeo wa wizara katika kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi. Na kwa upande wa vipaumbele ambavyo tulikuwa tunavyo katika siku 100 hizi, ni kwamba wizara yetu ilikuwa na vipaumbele vifuatavyo. Kwanza, ilikuwa ni kuimarisha miundombinu ya habari na utangazaji kwa kuendeleza ununuzi wa vifaa vya kisasa, kuboresha mitambo ya kurushia matangazo na kutekeleza miradi ya ujenzi wa ofisi na taasisi zilizo chini ya wizara. Pili, kuongeza ubora na upatikanaji wa huduma za habari kwa wananchi kupitia matumizi ya teknolojia za kidijitali, kuimarisha usimamizi wa maudhui na kusajili waandishi wa habari. Tatu, kuimarisha usimamizi na udhibiti wa sekta ya utangazaji ili kuhakikisha maudhui yanazingatia maadili, sheria na utamaduni wa Mzanzibari. 4, kukuza na kuhifadhi sanaa na utamaduni wa Mzanzibari kupitia matamasha ya kitamaduni na michezo ya asili. Kipaumbele cha 5 ilikuwa ni kuimarisha hadhi ya Kiswahili kitaifa na kimataifa kwa kuandaa makongamano, vipindi vya kitaaluma na kuendeleza machapisho yanayokuza lugha ya Kiswahili, tafiti na machapisho ya kitaaluma. 6, kuendeleza miundombinu ya michezo kwa kuendeleza ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo katika wilaya na mikoa mbalimbali Unguja na Pemba. 7, kukuza ushiriki wa vijana katika michezo na sanaa kama nyenzo ya ajira, afya na maendeleo ya vipaji vyao. Wizara imeweka utaratibu wa kuwasomesha waamuzi na makocha kwa lengo la kuimarisha taaluma katika masuala ya michezo nchini. Lakini vile vile ushiriki wa kimataifa. Zanzibar tumefanikiwa kushiriki mashindano ya riadha, karate nchini Kenya, triathlon na kombe la dunia la wanawake la kabadi, ambapo tumepata nafasi ya 7 duniani na nafasi ya 2 kwa upande wa Afrika. Vile vile kuratibu mashindano ya kimataifa yanayofanyika Zanzibar, mashindano ya kimataifa ya kitesurfing yafanyika Kiwengwa mwezi Februari 2026, yameongeza utalii wa michezo na kuitangaza Zanzibar kimataifa. Vile vile usajili wa vilabu 6 vipya vya michezo. Miongoni mwa vilabu vipya vilivyosajiliwa pamoja na mpira wa miguu, karate na mazoezi ya viungo kwa lengo la kuimarisha usimamizi na kukuza michezo kwa vijana. Vile vile uzinduzi wa uwanja wa Gombani baada ya kufanyia matengenezo makubwa sana na kuwekwa paa. Yaani uzinduzi wa uwanja wa Gombani pamoja na mchezo wa fainali ya kombe la NMB Mapinduzi Cup umefanyika kwa mafanikio na hamasa kubwa sana wakati wa maadhimisho ya sherehe za kutimiza miaka 62 ya Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar. Na katika sherehe hiyo mwenye rasmi alikuwa ni Mheshimiwa mwenyewe Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Wizara ya Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Vile vile mafanikio ambayo tumeweza kuyapata pia katika sekta ya michezo ni mafanikio ya udhamini wa NMB kwa kuendesha kombe la Mapinduzi, yani Mapinduzi Cup. Mafanikio ambayo yamepatikana ni kwamba wizara imeweza kusaini mkataba ya MOU baina ya wizara yetu ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo na wenzetu wa benki ya NMB kwa muda wa miaka 5, ambapo udhamini huo utatumika katika kuendesha mashindano hayo. Na hii imekuja kutokana na